Nakupenda. Nakupenda pia. Eric na Alina walikuwa na mapenzi ya kweli na walikuwa wamejitahidi kupita changamoto nyingi sana za maisha. Baada ya miaka ya mapenzi ya kurudia kwa vidonda vya zamani, walijua kuwa wao ni wa kweli kwa ajili ya kila mmoja. Walifanya sherehe kubwa sana ya ndoa yao ambayo iliwashangaza wengi. Familia na marafiki walikusanyika kwa furaha wakisherehekea mapenzi ya Eric na Alina. Na ilionekana kuwa kila kitu kilikuwa sawa na kinawaendea vizuri kabisa. Lina ni msichana mwenye sura nzuri na tabia za kupendeza. Alijivunia kuwa na mwanaume mzuri kama Eric ambaye alijitahidi kumtunza na kumthamini. Walikuwa na ndoto za kuwa na familia yenye furaha na maisha ya amani. Walijua kuwa hakuna jambo linaloweza kuvuruga upendo wao na walikuwa tayari kujenga maisha yao mapya. Lakini nyuma ya furaha ya ndoa yao aliishi Diana, mpenzi wa zamani wa Eric, ambaye alijua kuwa hakuwa na nafasi tena katika maisha ya Eric. Diana alikuwa amevunjika moyo alipokubali kuwa Eric alimwacha na kumchagua Lina. Alijua kuwa aliishi kwa maumivu ya dhihaka, lakini kwa wakati huu alijua kuwa alihitaji kulipiza kisasi. Eric, ndoa yako haitakuwa na furaha kamwe. Lazima nilipe kisasi. Diana alijiambia, ili nipate haki, ninahitaji nguvu za kichawi. Alijua kuwa upendo wa Eric na Lina ulikuwa ukikua na kuwa thabiti kila siku, lakini hakuwa tayari kuona furaha yao ikiendelea. Alienda kwa mganga mmoja maarufu akimwambia kuhusu maumivu aliyokuwa akiyapitia na wivu alionao kwa mpenzi wake wa zamani. Mganga alijua alichokitaka. Akamweleza Diana kuwa ninaweza kukupa cheni ya kichawi ili kumroga Lina. Cheni hii, alieleza mganga, ingemfanya Lina kupoteza akili na kuwa na wasiwasi mkubwa. Alisema kuwa itakuwa rahisi kwa Diana kuharibu furaha ya ndoa yao kwa kumfanya Lina apoteze amani ya roho. Mganga akaongeza, nazingatia kazi hii unatakiwa kuifanya saa 7 usiku. Kwa shingo ngumu Diana alikubali kufanya uchawi huo na akamhakikishia mganga ya kwamba atafata masharti. Binti yangu, hakisha kazi hiyo unaifanya saa 7 usiku. Asante bibi, nitakuwa makini. Chukua hii cheni lakini usivunje masharti. Asante sana bibi. Usiku ulipofika, Diana aliamka na kwenda kuikamilisha kazi aliyoelekezwa na mganga. Alichukua picha ya harusi ya Eric na Lina na kuiweka chini, kisha kuchukua cheni na kuanza kutamka maneno ya laana ambayo alielekezwa na mganga. Kuanzia usiku huu ndoa hii isiwe na amani tena. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii tamu na ya kusisimua. Pia na kuomba usisahau kusubscribe, kulike na kuacha komenti yako.